Sasa ndugu zangu wane, ladies and gentlemen, mabibi na mabwana, na wakaribisha tena kwenye kipindi chetu pendwa cha chumba cha mahojiano. Sasa leo kwenye chumba cha mahojiano nipo na Prime Minister wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, Waziri Mkuu Mwigulu Nchemba, mheshimiwa. Nipo naye live, tutaongea naye masuala mawili matatu ya kitaifa. Sasa sitaki kukuchosha na we usinichoshe sana mimi. Sitaki kukupotezea muda na we usinipotezee sana mimi muda. Hebu twende moja kwa moja live tukaongee naye masuala mawili matatu. Sasa mheshimiwa Waziri Mkuu Mwigulu Nchemba, mimi kuna swali nataka nikuulize hapa. Tumeona serikali imetangaza kwamba mtu yoyote asibaki na chakula. Kama ana chakula auze chakula ili apate hela ya kununua chakula. Sasa mheshimiwa, mimi hapa sijaelewa hili swala limekaaje. Unaweza kutuambia kidogo? Lakini sehemu zingine serikali inaweza ikauza akiba ya hicho chakula ili ipate fedha za kununua chakula kingine ili wakulima wasibaki na chakula katika maeneo yao. Haya sasa jamani, nani mwingine anataka chakula ili tuuze chakula tujiandae kununua chakula? Jamani, anyway jamani, naomba aliyemwelewa mheshimiwa anieleweshe bila kunifokea, lakini mwenzenu na matatizo ya bega. Trabu na tatu imeanza tena. Anyway, natalia tu jamani, natalia. Sasa mheshimiwa, nilikuwa na swali lingine. Sasa kwa sababu gani serikali wanauza chakula? Sababu ni nini? Inakuwa inauza kwa sababu wakala wa chakula aweze kujiandaa kununua chakula kwa wakulima kama sehemu ya kuwafanya wakulima wapate chakula, wapate fedha, wapate jamani, tunauza chakula tupate hela ya kununua chakula ili wakulima wasibaki na chakula. Anyway, mimi binafsi nimesha kuelewa. Kama wewe hujaelewa, wewe mwenyewe utajua mwenyewe. Ila jamani, nachoka mimi jamani, nachoka mimi. Ngoja nile nipate nguvu ya kutafuta chakula. Anyway, sasa mheshimiwa, nina swali lingine nataka nikuulize. Samahani lakini na maswali mengi. Samahani, kumrazi. Sasa mheshimiwa, kuna hii issue ya akiba ya dhahabu ya taifa. Kuna ishu ya kuuza akiba ya dhahabu ya taifa. Sasa hili swala linasimamiwa na nani? Linasimamiwa na we mwenyewe au linasimamiwa na nani? Tunataka tujue hilo. Linasimamiwa na Benki Kuu ya Tanzania. Sasa mheshimiwa, tunaona hii ishu ya serikali kuuza akiba ya dhahabu inaongelewa sana mitandaoni, watu wanaongea kwa maoni yao mbalimbali. Imekuwa kama mjadala, watu wanajadili sana hili swala la serikali kuuza hii akiba ya dhahabu. Sasa wewe mheshimiwa, unazungumziaje hawa watu wanaozungumzia hii issue? Yaani imekuwa big issue kubwa, imewekewa na mijadala kabisa. Na hawa wanaoongelea dhahabu sasa hivi hawajajua hata fedha ya kununua dhahabu ilitoka wapi, mpango ulianzia wapi. Wao wanaenda kwenye tetesi tu, dhahabu. Benki Kuu kama msimamizi wa sera, kuna wakati akitaka mfumuko wa bei uwe chini kwenye fedha tu, achilia mbali dhahabu, wanatumia liquidity papers zake za kupunguza fedha kwenye mzunguko ndani ya nchi. Ni sera za kifedha za Benki Kuu ambazo huwa zinatumika na nchi yoyote. Lakini katika muda ambapo wanataka fedha ziende nyingi kwenye mzunguko, wanatumia pia sera hizo za kifedha ambazo zinaruhusu fedha ziende nyingi kwenye mzunguko wa fedha. Sasa mheshimiwa, wachimbaji wadogo wa dhahabu wananufaika vipi na hii Benki Kuu? Kwa Benki Kuu imesababisha wachimbaji wadogo wengi wanufaike sana kwa ajili ya ununuzi ule wa dhahabu. Na kama nchi, mpango ule ambao dira yake imetolewa na Daktari Samia Suluhu Hassan, tunataka tuendelee na jambo hili la kununua dhahabu, hata iwe nyingi na nyingi na nyingi, mpaka tulingane na mataifa mengine ambayo yalishanunua dhahabu nyingi.
inapotokea soko limepanda la dunia, ni busara tu kuuza ili ununue dhahabu za wachimbaji wadogo huku, wapate soko, wapate fedha nyingi za. Ni busara tu. Maadamu kiwango cha chini kilichowekwa cha dhahabu inayotakiwa kuwepo kipo vile vile, ni jambo la kawaida tu, na haya wala si mambo ya mtaani, ni mambo ya kisera. Benki Kuu watafanya, na kama ambavyo mambo mengine ya kifedha ambavyo yanafanyika, hivyo ndivyo ambavyo Haya sasa, ndugu zangu wane, nashukuru kwa muda wako, nashukuru kwa taimu yako. Hivyo usisahau kulike, kushare, kukomenti na kusubscribe akaunti yetu ya Ndui Media. Asanteni sana ndugu watazamaji.